Mbona unakimbia chumbani? Nimechoka. Unataka tena? Asa unafikiri kuku wa kienyeji ana kinaisha? Kuku wa kienyeji unamaanisha nini? Melody, kuku wa kienyeji tangaisha na mabroiler au wanaosumbua huko barabarani na makeup. Wewe angalia, una makeup, hujachonga shepu, lakini umeshika akili ya JB. Nafikiri nakamatwa na wajinga kijinga. JB. Now. Mimi nataka kuolewa. Wewe nakwambia siku nyingi mimi sio haki. Mimi na wenzangu tumejiwekea utaratibu wa tuoi. Unajua, tulisumbuliwa sana na ndoa zetu za kwanza. Tuliteseka, tulikuwa kama tuko mateka. Kwa hiyo hakuna mtu anataka hizo shida tena za kuoana. Kwa hiyo tumejiwekea utaratibu katika maisha yetu yaliyobaki, sisi hatutaoa. Na si wao tu, hata mimi sitaki hayo maisha tena. Kwani hawaamini kama nakupenda? Unajua kuna mwanaume anataka kunioa na nimekubali pete yake kwa sababu siko na uhakika na wewe. Sasa nadhani huu ni muda mwafaka mimi kuolewa. Sikia wewe, sikia nikwambie, mimi ni mtu mzima, sifanye mambo ya kijinga. Mimi niko na wewe, na matatizo gani? Wewe kitu chochote unachotaka unapata. Kwa nini unataka pingu hizo ufungwe kwa sababu gani? Sijui maisha Melody. Kuacha ujinga wewe. Ndawasha kibanda chako moto hiki, unanifahamu mimi wewe. Melody, nisikize kwanza. Nisikilize vizuri. Mimi mtu mzima unajua. Wacha kufanya mambo yako hayo. Melody. JB, mimi bado ni msichana mdogo sana. Yaani ndo kwanza na miaka 28. Yaani unataka niharibu ujana wangu kwa sababu ya mwanaume ambaye hayuko tayari kutimiza ndoto yangu? Mimi kupenda Melody, mbona mimi nakupenda sana basi tu, lakini ila hauwezi kuwa na mimi kwa sababu ya hilo agano ulilowekeana wewe na hao marafiki zako ambao hata siwajui. Na isitoshe wewe unaweka gani kwamba hao marafiki zako wanafuata hilo agano? Sikia. Nitaongea nao, sawa? Lakini wache habari zako za kusema unaolewa. Niache niongee nao. Utaongea nao kwamba wewe huwezi kufanya maamuzi yako peke yako mpaka marafiki zako uwashirikishe. Sasa vitu sasa mmeongea na wenzako, unatoaje maamuzi yako peke yako? Sasa mwashirikishe wenzako kwanza. Simkwambia nitaongea nao, tatizo lako liko wapi? Yes, hello? Kaka. Na hali sio shwari. Richi anataka kuoa. Kuna nini? Tukutane klabu, fanya haraka. Boss Richi. Yes, mvenka. Mbona unamaza sana? Nini tatizo? Unadhani watanielewa kweli? Sio rahisi. Lakini ukiweka msimamo, hawatakuwa na namna nyingine yoyote ile. Thank you.
sana. Najua nimekukosa sana. Kiti. Tumekubaliana kwamba hakuna kuongea chochote mpaka JB afike hapa. Hakuna. Afadhali ni vile tu. Sasa kikao umekuchapota. Tulikuwa na kusubiri wewe. Hamna kikao kuendelea. Tunataka nao mtoka sasa ile. Kuna kusema mtu mpaka umeingia namna hiyo. Basi Bro. Mwanaume yaani kama vile sio mzee. Ndio kwanza natimiza miaka 25 wiki ijayo. Nilikukumbuka sana Tamara. Nilikukumbuka pia mpenzi. Sana. Sana. Ila usijali, maana Onyango ameniambia tutakuwepo weekend yote hii hapa. Wanataka kumzuia Rich asioe. Wacha we. Hey. Unataka Onyango akuoe? No. Ajenda sio ya Rich tu. Ila hata mimi pia na ajenda yangu. Vipi wewe huna mpango wa kuolewa? Maana kikutazama bado mtoto mbichi sana. Sijali. Tutaonana mida yetu ile. Ngoja niondoke sijakatu. Guys, labda niambieni tu, mnaweza msinielewe, lakini kiukweli umri wetu umekwenda sana na tunapata wanawake wengi mno, tena wazuri wazuri, lakini Rich vipi kuhusu makubaliano yetu? Mara hii yani umeshasahau kilichokukuta kwenye ndoa yako? Mzomkawi, wanaume wakiamua, wakikubaliana wamekubaliana, wanaume lakini na sawa, wakiamua kitu kila mtu lazima afuate. Hakuna mtu ambaye hajaona wanawake hapo. Watu wana wanawake kosta nzima zinajaa, lakini tumekubaliana hakuna mtu atakayeoa kwa sababu kila mtu alipata masaibu. Kuna mtu alikuwa analia ovyo kwenye ndoa yake kama huyu mjinga huyu. Tukakubaliana hakuna kuoa tena. Tuhangaike kutafuta hela. Saidia ndugu zako, saidia watu wengine. Unaoa nini? Huyu vipi? Kila mtu anajua kwamba hata hawa wanawake tulikuwa nao, hawa marafiki zetu hawa, wanajua kabisa sisi sio wauaji. Sisi ni watu kuchungulia na kwenda mbele. Na ndio maana mimi nikamwambia bibi bora aolewe tu.
katoa ruhusa. Sasa huo ndo wanaume. Na Hayo ndo makubaliano. sawa. Na hakuna mtu amefaidika kwenye umoja wetu kama huyo. Ni kweli. Hata mambo ya kijinga wa. Si watu wazima unatuita unakuja kutusikizisha mambo ya kifala. Lakini jamani, niwaambie kitu. Anachotaka kukifanya Rich ni usaliti kabisa. Hiyo kweli. Ni usaliti. Lakini suluhu ya kumvua wanachama, jamani, naomba isubiri. Mazungumzo ndio yatatatua kila kitu. Mzee Mkwabi mwache aende. Jamani, Lakini mimi niko tayari kupoteza kila kitu. Niko tayari kwa lolote kwa ajili ya mwanamke. sababu ya mwanamke. Kwa mwanamke gani? We. Ina maana si aviona na We, hujamuona. We, Mkwabi, hujamuona. Nakwambia tena, mwanaume yeyote mwenye akili timamu akikutana na mwanamke lazima mwelewe Rich ni ufala tu ndio unaokusumbua. Nakwambia hujamuona, ni mwanamke na nusu. Man, she's a woman and a half. She is. Nakwambia yeah. Guys, anaitwa Melody. She's my fiancée. Kama mambo hayajakaa sawa, naweza nikaondoka nikaja siku nyingine. Usiwe na haraka. Ukimbishe mtoto wa watu mbio mbio. Wako kwani utaki marafiki zako wanijue? Nina malengo. Sasa mbona marafiki zako kuna wanawake wao pale? Wote ni wahuni tu. Hujachonga shepu, lakini umeshika akili ya JB. Hey baby girl, naona umeenda washroom bila kumuuliza mtu yoyote humo ndani. Kama mwenyeji vile, umeshakufika hapa kabla.